jioni kama kawaida yetu tumekuwa vipindi vya kujifunza kuelewa Biblia kwa undani na namna mambo mbalimbali ambayo kuna ndani ya Biblia. Lengo la kipindi hiki ni kujaribu kuielewa Biblia na namna waandishi walipotumika kuiandika Biblia. Sawa jamani? Kwa sababu unapokuwa unaelewa kitu hicho ndipo inakuwa ni rahisi hata mambo mengine kuyaelewa, hata kama unapokuwa unasoma sehemu fulani inakuwa ni rahisi kuelewa kauli, taarifa za Biblia jinsi ambavyo Biblia imeandikwa na watu mbalimbali. Kwa siku ya leo nahitaji kujifunze kitabu cha Waamuzi sura ya 13. Namna taarifa inapotolewa na kuwakilishwa kwetu kupitia kitabu cha Waamuzi sura ya 13. Yako mambo mbalimbali ambayo hata kwenye roho ya unabii na vitabu vingine tumekuwa tukiyasoma, wakati mwingine mnagawanyika, mwingine anaelewa hivi, mwingine anaelewa hivi. Kumbe ni kwa sababu ya nini? Ya taarifa inapotolewa kipindi hicho. Huenda taarifa ilikuwa inatolewa lakini sio sahihi. Yaani sio hiyo inayofanya nini? Inayotolewa. Biblia inaandikwa hivyo, hata kama Biblia imeandikwa hivyo. Kwamba huenda taarifa fulani ikawa inatolewa lakini sio nini? Sio hiyo inayotolewa. Ila mwandishi kwa kuwa ameandika tayari tukio lishafanyika, ndio maana natoa hivyo. Kwa hiyo ukielewa Biblia kwa mapana yake hivyo, unaweza ukaelewa kwa undani sana hata sehemu nyingine zenye utata unapokumbana nazo. Mbona hapo tunasema hivi? Kumbe tunasema hivyo, kumbe huenda ni nini? Ni taarifa fulani ambayo inawakilishwa tayari mwandishi alipokuwa anaandika hiyo taarifa imeshaeleweka hivyo. Sasa aliyekuja kuandika baadaye anaandika tu moja kwa moja kama ni hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa hii tunahitaji tusome fungu moja baada ya jingine. Kwa pole tu. Sasa anza fungu la kwanza. Tuangalie mambo yako mahali pale ambayo tunataka tujifunze. Tunapojifunza hapa basi baadaye sasa hapo ndipo unapanuka na kuelewa sehemu zingine za kile sasa za Biblia ama za roho ya unabii. Soma mahali pale fungu la kwanza. Samsoni akaenda Gaza. Samsoni akaenda wapi? Gaza. Waamuzi 13 fungu la kwanza. 13 fungu la kwanza inasema, wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Wana wa Israeli. Unaweza maswali hapa. Sababu yana majifunzo. Sasa hii sio kama ya asubuhi sasa. Hata unaweza kuchangia au kuuliza swali. Wana wa Israeli wakafanya nini? Mabaya mbele ya nini? Za macho ya Bwana. Ndio, alafu kawaje? Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti. Alafu Bwana akawatia katika mikono ya nani? Ya Wafilisti. Muda wa miaka 40. Miaka mingapi? 40. Endelea. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora. Sasa bali naanzia hapo. Palikuwa na mtu mmoja wa wapi? Wa Sora. Wa jamaa ya Wadani. Jamaa ya Wadani. Jina lake aliitwa Manoa. Jina lake huyu mtu alikuwa akiitwa nani? Manoa. Na mkewe alikuwa tasa. Mke wake alikuwa tasa Azai. Hakuzaa watoto. Ndio. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke. Sasa hoja yetu hapa ambapo tunahitaji kujifunza malaika wa nani? Ndio ajenda yetu iko hapo. Ndio somo letu kwa huyo malaika wa Bwana. Anayeitwa nani? Ndio huyo anayeitwa malaika wa Bwana, ndio huyo ambaye tunahitaji kujifunza. Mwandishi anapomripoti huyo malaika wa nani? Kwa hiyo ajenda malaika wa nani? Wa Bwana. Anaporipotiwa anaripotiwaje? Huyo malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana kawaje? Akamwambia. Ekudia, malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke. Malaika wa Bwana alimtokea yule mwanamke. Akamwambia, tazama, wewe sasa u tasa. Wewe sasa u nani? Tasa.
utasa, uzai. Lakini utachukua mimba. Utachukua nini? Mimba. Nao utazaa mtoto mwanamume. Utazaa mtoto wa namna gani? Mwanaume. Basi sasa jihadhari na kuomba. Sasa jihadhari na kuomba. Hebu hapo. Umesikia mahali hapa alimtokea nani? Wangapi wanasema alimtokea malaika wa Bwana? Nyosha mkono. Nyosha mkono. Wanasema malaika wa Bwana. Sasa wapi tunajifunza hapa? Wangapi wanasema malaika wa Bwana alimtokea? Nyosha mkono. Wanasema hapana kwa malaika wa Bwana. Tupo vitu na askofu. Ndio maana sisi ni maaskofu. Mimi na askofu tunasema sio malaika wa nani? Ni wengine wote mmesema malaika wa nani? Kwa kuwa imeandikwa malaika wa nani? Ila mimi na askofu tunasema hapo malaika wa nani? Tuendelee sasa. Sisi kwa sababu tuko kwa kundi sasa hapa. Mimi na askofu wewe kwa malaika wa Bwana. Sasa malaika wa malaika wa Bwana. Sasa endelea sasa. Wewe kwa mzumani. Au shukuru kwa sababu kwa baba. Wewe kwa malaika wa Bwana. Yeye malaika wa nani? Wa Bwana. Sasa tuko hivi na askofu sasa. Wewe unajui sasa wewe sasa tujui. Tuna jana mbili hapa. Malaika wa Bwana na sio malaika wa nani? Haya, sasa endelea habari hiyo sasa. Akasema basi sasa jihadhari na kuomba. Sasa malaika wa Bwana akamtokea, anasema jihadhari na kuomba. Usinywe divai wala kileo. Usinywe divai wala kileo. Wala usile kitu chochote kilicho wala usile kitu kilichotamaka nini? Najisi. Kwani tazama, utachukua mimba, nao utamzaa mtoto wa mwanamume. Na utazaa mtoto wa gani? Na wembe usipite juu ya na wembe usipite juu ya mtoto. Anaongea nani sasa huyo? Malaika wa nani? Ambao sisi tumesema sio malaika wa Bwana. Nyinyi mnasema malaika wa Bwana. Sisi tunasema sio malaika wa Bwana. Endelea kusoma. Anamwambia malaika wa Bwana, wembe usipite. Maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu. Mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu. Tangu tumboni. Toka tumboni. Naye ataanza kuokoa Waisraeli na mikono ya na yeye ataanza kuokoa Waisraeli na mikono ya nini? Ya Midian. Ndipo yule mwanamke sasa akaenda akamwambia mumewe. Akaenda akamwambia nani? Sasa kwa taarifa nyingine hapo ya mwanamke, tumwangalie mwanamke sasa anapelekaje ujumbe. Maana alikuwa anaongea na nani? Mwanamke alikuwa anaongea na malaika wa Bwana. Sasa mwanamke anaenda kwa nani? Kwa mume wake kumwambia taarifa kule shambani alipokuwa analima huko, alikuwa nani huko? Aione kwa sababu yake kule hakuwepo. Anaenda kwa mume wake, endelea kusoma pale. Akamwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alinijia. Haya sasa. Mwanamke anasema kuna mtu wa Mungu alifanya nini? Alinijia. Na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu. Mwanamke hamjui huyu, nyinyi mnamjua kama malaika wa Bwana, nyinyi mlikuwepo. Aliyekuwepo anasema kuna mtu alinijia. Huyo mtu uso wake kama nani? Kama malaika wa Mungu. Kama malaika wa Mungu. Ile na wasijui sahihi. Sijui sawa sawa. Unaelewa bali hiyo? Mwanamke tuko pamoja. Sasa mlengwa ni mwanamke mwenyewe. Ndizi tuko pamoja. Mlengwa ni nani? Mlengwa ni mwanamke mwenyewe. Mwanamke ndio alikuwa anaongea na yule nani? Malaika wa Bwana. Sawa? Sasa kwa nini mwanamke sasa anapoenda kwa mwanamke asinyonge tu moja kwa moja kwamba leo nilipokuwa kule shambani malaika wa Bwana alinitokea. Akaniambia 1 2 3 4 5, lakini mwanamke anasema kuna mtu wa Mungu alifanya nini? Alinitokea, lakini kwa kumwangalia ni kama uso wake ni kama malaika wa Bwana hivi, lakini mpaka hapo hatujui huyu mtu ni nani. Maana shahidi wa kwanza sio wewe, uliokulia kama wewe hapa. Shahidi wa kwanza mzuri kabisa ni yule aliyetoka na nani? Na malaika wa Bwana wewe kabisa moja kwa moja hivi live. Basi unasoma tu. Sasa aliyekuwepo anaripoti kuna mtu wa Mungu.
Endelea kumsoma huyo mtu wa Mungu. Anasema wakutisha sana uso wake huo. Kumfuata uso sana. Nami sikumuuliza. Umetoka wapi? Wala hakuniambia jina lake. Lakini aliniambia. Tazama, utachukua mimba. Ndio. Nawe utamzaa mtoto mwanamume. Sawa. Basi sasa divai wala kileo. Wala usile kitu kilicho najisi. Ndio. Maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Hayo ndio maagizo. Ndipo huyo Manoa akamwambia Bwana. Sasa baada ya kuambiwa na nani? Na mke wake kwa habari za kule shambani, akamwambia Bwana Manoa. Akamuomba Bwana akisema. Akamuomba Bwana katika sauti la Manoa. Namuomba Bwana. Bwana. Nakuomba. Yule mtu wa Mungu uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili. Yule malaika. Yule malaika. Manoa anachukulia taarifa kama alivyoambiwa na nani? Na mke wake. Mke wake aseme malaika. Kwa hiyo mke wake hakuona nani? Malaika. Mke wake aliona nani? Mtu lakini kwa kumwangalia kama mtu wa Mungu. Hivi kama sio kama malaika hivi. Sasa Manoa anaomba sasa. Na kuomba tena yule mtu wa Mungu tena mtume mara ngapi? Na mimi haja aniambie tujue namna kumfanyia mtu atakayezaliwa. Ndio kusoma hapa. Mungu akasikiza sauti ya Manoa. Akasikia sauti ya nani sasa? Ya Manoa Mungu. Naye malaika wa Mungu akamwendea yule. Haya. Malaika wa nani tena? Wa Mungu. Yaani Biblia, wewe makini sana kwa unasoma Biblia usiwe na haraka. Sio hapo mwe kidogo hapo. Unagundua kitu fulani hapa. Hebu kwanza ni kama nagundua. Kuna jambo unagundua fulani hapa. Kuna mtu anagundua jambo fulani hapa. Kama unagundua nyosha mkono, nieleze. Hata askofu. Huko tu hiyo wa malaika huko. Umegundua nini? Kitu umegundua chochote? Sema ulichogundua. Nilichogundua hapo. Anasema malaika wa Mungu. Ndio. Anasema huyu nani? Mwanamke anasema mtu wa Mungu. Hajagundua. Mwingine hajagundua, mwalimu. Hapa nimegundua kwamba kuna taarifa mbili. Kwa taarifa ngapi? Umeweza kuja huko kwenye msingi. Kwa taarifa ngapi? Kwa taarifa mbili. Hizi kwa taarifa hizi. Taarifa ya mazingira halisi. Kuna taarifa ya kimazingira halisia. Kuna taarifa ya nani? Ya mwandishi. Ya mwandishi ndio anasema malaika wa Mungu. Hebu mpende mimi kwanza mwalimu kwanza. Amina. Sio kwa makini hapa hivi. Yaani hapa kuna taarifa. Sawa? Ningekuonyesha. Maana yake ni kwamba taarifa ya kwanza, hapo kuna taarifa ngapi? Mbili. Kuna taarifa ya mwandishi na kuna taarifa ya live. Sawa? Ile ya live ndio ya mke wa nani? Wa Manoa. Mke wa Manoa hamuoni kuwa ni nani? Kwa malaika. Hebu watu wawili waje hapa hivi. Watu wawili waje hapa. Njoo nani njoo wewe. Wewe njoo. Unaona? Sasa hebu kaa mbele kidogo wewe. Kaa mbele hivi. Angalia tu kule mbele hivi. Wewe kaa hapo nyuma. Sawa? Kwa taarifa ya nani sasa? Ya mke wa nani? Wa Manoa, sawa? Hii ni ya nini? Bashara. Ni live hii. Sawa? Huyu ndio anasema nini? Mtu wa Mungu. Ni mtu wa nini? Sasa kuna mtu mwingine sasa ambaye anaongezeka mahali hapa. Sawa? Anaitwa nani? Mwandishi. Sawa? Je, mwandishi ndio yule mwandishi sasa hapa hivi. Simama hapo mwandishi. Kuna niwafunze jambo fulani. Mwandishi alipokuwa anaona mke wa Manoa, mwandishi alikuwepo? Mwandishi alikuwepo?
Alikuwa peke yake nani? Peke yake namna gani? Kwa mwandishi sawa. Sasa baadaye sasa story imeenda, tumeeleza na mtu namna gani? Mmoja. Sawa. Kwa hiyo story ilipoisha ndipo akaja nani sasa? Mwandishi. Kwa hiyo mwandishi anakuja tayari jambo lishafanya nini? Lilishaadhirika kwamba alikuwa ni mtu wa Mungu au alikuwa malaika. Sawa? Ndio sasa huyu nani sasa? Mwandishi anapokuja kuandika yeye anaandika ni malaika wa nani? Malaika wa Mungu. Kwa hiyo mwandishi anaandika ni malaika wa Mungu. Lakini aliyekuwa naona hakuona nani? Maana bado alikuwa hajaeleweka ni malaika wa Mungu au ni mtu wa nani? Lakini huyu amekuja mwandishi, story imeshafanya nini? Imeshaonekana. Kwa hiyo anaandika nini moja kwa moja? Habari ambayo iko namna gani sasa? Si umeelewa kwa makini hapo sasa? Si kama mkakaa. Si kama mmenielewa kwa makini. Wangapi mmenielewa? Umenielewa vizuri? Au bado hujanielewa? Umenielewa vizuri? Umenielewa Mwinjilisti? Nielezea kama umenielewa. Nimekuelewa hivi. Naona hapo kuna taarifa mbili. Naona kuna taarifa ya mwandishi na kuna taarifa ya mtu ambaye alionana naye mbashara live. Naona sasa huyu tayari kaandika habari tayari ambayo imeshafanyika tayari. Naona kama mfano kama ni ajali, mtu anaielezea tayari imeshafanyaje? Imeshatukia. Naona kwa hiyo ndicho ambacho nimekielewa. Okay, sawa. Au kwa lugha nyingine ni kama Luka alikuwa kwenye nini? Kwenye Biblia. Luka yeye ameandika kuliko wengine namna gani? Kwa sababu Luka yeye ameandika wengine watu tayari wameshafanya nini? Wameshaandika wengine tayari wameshatukia, yeye naye akaja. Na kwa hiyo wengine watu wameandika. Na mimi nimeamua kufanya nini? Kuandika sasa ndio kuandika wengine. Kwani yeye anakuja mwandishi tayari taarifa imeshafanya nini? Ndio maana hapo unaona kwamba taarifa inakanganya hii. Mke wa Manoa live anatuambia mtu wa nani? Mtu wa Mungu. Mwandishi anatuambia ni nani? Malaika wa Mungu. Sasa tuambie la mwandishi, tuambie la mke wa Manoa. Tuambie mke wa Manoa. La mke wa nani? La mke wa Manoa. Kama ni mtu wa nani? Ila mwandishi anakuja kuandika kiko sahihi. Maana mwandishi anakuja kuandika sasa tayari mke wa Manoa na yeye ameondoka kwenye mashaka yake kama ni mtu wa Mungu au ni malaika. Kumbuka kama na mke wa Manoa ana mambo mangapi? Anasema ni malaika wa Mungu lakini kama nani? Kwa hiyo mke wa Manoa haeleweki. Hajajua vizuri huyu wa live. Alipokuwa anaangalia ni kama malaika, ni kama mtu wa nani? Wa Mungu. Sasa baadaye sasa mke wa Manoa aliwekewa baina kwamba huyu ni fulani. Sawa? Kwa hiyo alipokuwa kama huyu ni fulani, mwandishi alipokuja yeye aandiki mtu wa nani? Aandiki mtu wa Mungu au aandiki kama malaika ni fulani. Moja kwa moja. Maana tayari hawajafanya habari. Kishakomisha wewe. Sasa kusoma hiyo habari sasa. Uone. Ndio kusoma hiyo habari. Anasema, naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena. Haya sasa. Manoa ameomba Mungu naomba ufanye nini tena? Mara ya ngapi? Mara ya pili. Sawa? Sasa ombi likajibiwa. Ombi lilipojibiwa, malaika kafanya nini tena? Akamtuma mara ya ngapi? Mara ya pili kama ilivyoomba mke wa Manoa. Alipokuwa anaketi shambani. Tena yuko shambani kule. Lakini mumewe Manoa hakuwapo pamoja. Tena hakuweko mara ya ngapi? Mara ya pili. Usikie hiyo habari. Mke wa Manoa aliyeomba Mungu naomba umtume. Malaika aje mara ya ngapi? Huyo mtu wa Mungu aje mara ya pili tena atueleze. Akaja. Mara ya pili. Ila tena ni wapi tena? Shambani huko mke yake anapata viazi. Unaona? Sio anapalilia miogo. Sio anapalilia mahindi kwa yake shambani. Sio analima ngano, si zabibu, akatokea. Manoa tena hayupo. Endelea sasa. Basi huyo mwanamke akaenda haraka akapiga mbio. Mwanamke akakimbia mbio kwenda kwa nani sasa? Sasa tuangalie ujumbe wa mwanamke anapeleka ujumbe gani? Twende. Akamwambia mumewe. Akamwambia mume wake. Tazama. Huyo mtu amenitokea. Live. Ile ya live ni nani? Ni mtu mke wa Manoa haoni nani? Malaika. Haoni malaika. Live anaona mtu yule tena amekuja. Sawa jamani.
Ili mwana roho angeliisa. Bali ni mahali yani mtu wa Manoa, arani nini pia? Ni jamaa tu. Endelea kusoma. Aliyenijilia ile siku ile. Naam. Basi Manoa akainuka akamwandama mkewe. Akamwandama mkewe. Na kumfikiria mtu huyo. Na kumfikiria, unaona akamfikiria nani? Mtu huyo. Sio malaika. Akamfikiria huyo mtu. Akamuuliza, "Je, wewe ndiwe mtu yule?" Wewe ndiye yule mtu aliyenena na huyo mwanamke. Aliyenena na mke wangu? Akasema, "Naam." Naam. Ndio mimi. Manoa akasema, "Basi sasa hayo maneno yako ya sasa wanaanza sasa wameungana mke na nani? Wanaongea na nani? Na mtu ambaye hawajui ni nani. Ila mwandishi yeye ambaye amekuja kuandika baadaye, habari zishaeleweka siku nyingi. Yeye ananyosha nini? Maelezo. Hizi kauli zimetangaza sana hata pako ya roho ya unabii. Pako ya roho ya nini? Ya unabii. Pako ya roho ya nini? Ya unabii. Utaelewa anaandika, nilimwona Baba anaongea na mwana wapi? Mbinguni. Tunasema mwana mbinguni, alimuona anaongea na mwana mbinguni. Alipoondoka Ellen G. White, alipoandika mwandishi Ellen G. White, tayari habari imeshafanya nini? Ilishaeleweka, ilishakuwa mwana alishafanyika tayari. Ndio naandika hapa nimeona mwana, nimeona ripoti mwana. Ziko nyingi mno kauli za jinsi hivi. Ndio maana nimeamua nifundishe nini? Biblia watu waelewe namna ya uandishi na taarifa namna gani? Taarifa ziko zinatolewa. Endelea kusoma sasa. Basi sasa hayo maneno yatakapotimia. Je, mtoto atakuwa wa namna gani? Huyu mtoto atakuwa namna gani? Na kazi yake itakuwa ni nini? Na kazi yake ni kazi gani? Malaika wa Mungu akamwambia Manoa. Sikia wapi sasa? Malaika wa nani? Wa Mungu akamwambia Manoa. Wewe umechelewa siku moja kupata somo letu tulipo. Mshatupata? Hebu tuelezee. Kile pamoja na wewe. Maana wewe ndio kiongozi wa kanisa. Mtapata yaani moja ni kwamba hapa tunajifunza. Huyu alifanya malaika wa Mungu alikuwa ni jamaa. Bwana ni mwema wakati wote. Wakati wote. Hapa kulingana na mujibu huku tunapoendelea kusoma hapo tayari tumeshapita. Kwamba wale wahusika kabisa ambaye alikuwa ni mke wa Manoa pamoja na Manoa mwenyewe aliyewatokea wao wenyewe mwanzoni hawakuwa na uhakika kwamba huyu ni malaika au maana wao walikutana na taswira ya nini ya mtu kama mtu anaona kabisa tunazungumza na mtu ndio unaona, lakini sasa kadri wao sasa wakashindwa kupata uhakika kwamba huyu ni malaika wa Mungu au ni mtu ambaye ametumwa na Mungu. Na ndio maana hapa sasa mwandishi yeye kwa sababu amekuja kuiandika hiyo habari imeshaeleweka na wao wenyewe wameshaithibitisha, sasa ndio anakuja kuithibitisha kabisa kwamba alikuwa ni nani? Ni malaika wa Mungu. Basi kumbe tuko pamoja na wewe mzee wa kanisa. Mungu akubariki sana. Sasa sikia kwa makini hapa sasa. Mwandishi anakuambia nini tena mahali hapo tena? Malaika wa Mungu akamwambia Manoa. Malaika wa Mungu akamwambia nani? Manoa. Kwa hiyo lugha sio nini? Sio sahihi. Sawa? Kwa wakina nani? Kwa wao wakina Manoa. Hiyo lugha sio sahihi kwa wanani? Yaani maana yake ni kwamba sasa aliyewaambia sio malaika wa nani? Yaani lugha sahihi kwamba yule mtu akawaambia wa nani? Kwa hiyo iandikwe hivyo kwenye Biblia hapo kwamba yule mtu akawaambia wa nani? Kwa sababu hao waamka wa Manoa unatembea na nani? Na mtu sio malaika wa Bwana. Kwa hiyo hapa hiyo kwenye Biblia sio nini? Sio sahihi. Hapa anaandika nani sasa? Mwandishi tayari imeshaeleweka, ndio maana tuambia yule malaika akawaambia. Hawezi kuambia, hawezi kuwa malaika wakati mwenyewe hawajajua ni nani? Malaika kwani ni malaika. Ila wao sasa hawajui ni nani. Kwa lugha sahihi iandikwe hivi, yule mtu wa Mungu akawaambia hao wakina nani? Wakina Manoa. Ndio mtiko wa nini sasa? Wa story. Si kama unanielewa kwa makini. Sina maana ya kufuta Biblia, lakini na kuonyesha utaalamu wa kinini? Wa Biblia kwa uandishi. Unaelewa vizuri kwa mtu wa Mungu? Au nakutosha?
Iko sawa. Narudia tena, maana mke wa Manoa na Manoa mwenyewe wanajua ni nani? Ni mtu. Hawajui kama ni nani? Mpaka muda wao hawajajua ni malaika. Hiyo sasa mwandishi anapotuandikia yeye anatuambia yule malaika akamwambia mke wa nani? Lugha sahihi kwamba yule mtu. Maana hao wenyewe wanatembea na nani? Na mtu. Kwa hiyo yule mtu akawaambia wale wakina Manoa na nani na mke wake. Lugha sahihi itakayofanyika iwe hivyo sasa. Hamjambo watu wa Mungu. Huo ndio uelewa wa nini? Wa Biblia. Endelea kusoma endelea kusoma hapa. Katika hayo yote ndiyo mwambia huyo mwanamke na ajihadhari. Ndio. Asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu. Ndio. Wala asinywe divai. Ndio. Wala mvinyo. Wala asile kitu chochote kilicho najisi. Ndio. Hayo yote ndiyo mwamuru na ayatunze. Endelea. Kisha Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana. Haya sasa. Kisha Manoa akamwambia huyo malaika wa nani? Wa Bwana. Hiyo lugha sio sahihi hata kidogo kabisa yani. Na kwa chini itathibitishwa kwa chini yake. Huyo mwandishi anatuambia huyo nani? Malaika akamwambia nani? Kwa hiyo mwandishi anatuaminisha ya kwamba tayari Manoa ameshaelewa huyu ni mtu wa nani? Huyu ni nani? Wakati hajafanya nini? Hajaelewa bado. Kwa hiyo ni wazo la nani? La mwandishi. Wanasema yule malaika wa Bwana akamwambia nani? Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana. Manoa sasa yeye mwenyewe Manoa ndio anamwambia nani? Malaika wa Bwana. Tayari Manoa ameshaelewa malaika. Sio nini? Sio kweli. Twende tu chini kidogo hapa. Akasema na kuomba tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako. Sasa wanataka kumchinjia na nini? Kumchinjia na mbuzi. Kama ni kuku kumchinjia kuku hapo. Waunge na supu wafanyeje? Anajua ni jamaa tu. Hebu endelea sasa kamwambiaje huyo jamaa huyo au malaika huyo? Lakini malaika wa Bwana akamwambia Manoa. Lakini malaika wa Bwana akamwambia nani? Manoa. Akamwambia Manoa. Muda huo mwandishi ndio anatuelekea malaika, lakini Manoa hajui ni malaika. Unajua ni jamaa tu ndio akamchinjia na mbuzi. Endelea kusoma pale. Ujapokuwa wanizuia, sitakula katika mkate wako. Mimi sili kwenye mkate wako. Na kwamba wataka kufanya tayari sadaka ya kuteketezwa. Inakupasa kumsongezea Bwana. Songezea nani? Bwana. Kwa kuwa Manoa hakujua ya kwamba yeye ni malaika wa Bwana. Sasa malaika Manoa hakujua ni nani? Hakujua. Kwa hiyo mambo yote ambayo mwandishi atuandikia huko Manoa akamwambia malaika wa Bwana. Ni taarifa ya nani hiyo sasa? Ya mwandishi hiyo. Maana mwandishi alikuja kuandika habari itakuwa namna gani? Itakuwa wazi. Hizo ndio kauli ambazo wengi sana zimekuwa zikiwatenga katika uandishi unapokuwa anasoma nini? Jambo fulani kwenye Biblia, kwenye lugha ya unabii. Kwenye Biblia, kwenye lugha ya unabii. Chini kidogo. Kwa kuwa Manoa hakujua ya kwamba yeye ni malaika wa Bwana. Kwa kuwa Manoa hakujua ya kwamba yeye ni malaika wa nani? Wa Bwana. Manoa akamwambia huyu malaika wa Bwana. Manoa akampaka muda wa hajui yani. Ila tunaambiwa Manoa akamwambia yule nani? Malaika wa Bwana. Tumeshaambiwa hafanyi nini? Hajui ni malaika wa Bwana. Ile mwandishi anatuambia Manoa akamwambia malaika wa Bwana. Kwa kuwa yeye mwandishi ameshamjua tayari, ameandika habari zishafanyika tayari. Ndio maana anatumia neno malaika wa Bwana. Yeye mwandishi yuko sahihi. Maana anaandika habari tayari zishafanyika yeye. Alishaijua, ndio maana anaandika malaika wa Bwana akamwambia, malaika wa Bwana. Lakini kwa Manoa bado ni mtu. Ni jamaa tu. Na mke wake bado ni jamaa tu, hajajua ni nini, ni maana kama chinjia na mbuzi. Sio msumari. Jina lako ni nani? Sasa wanaanza hapo sasa. Ndio jua hawajajuana. Jina lako ni nani? Jina lako la Skemtai. Jina lako ni nani? Ni kwamba hapo hayo maneno yako yatakapotimia tupate kukutukuza.
Maana unajua kama yani jamani ni jamaa kwa sisi ni nabii, sio ni tabu fulani na mambo fulani. Jina lako ni nani? Ili mambo hayo uliyotueleza yakitukia tufanye nini? Hii tena sentensi kabisa tuwekea wazi kwamba mpaka hapo Manoa hajui ni malaika wa nani? Malaika wa Bwana. Ndio maana anamwambia jina lako ni nani? Ndio kumaanisha anatuambia Manoa akamwambia nani? Malaika wa Bwana. Sio kama anamwambia mpaka maana tena jumla jina lake ni nani tena anamuuliza. Hamjambo watu wa Mungu. Kwa mtamu wa Biblia. Ujue namna ilivyoandikwa na taarifa ilivyoripotiwa, ripoti za nini? Za Biblia uzielewe. Endelea kusoma. Huyo malaika wa Bwana akamwambia. Kwani wewe kuniuliza jina langu? Kwani wewe unauliza jina langu? Kwa kuwa jina hilo ni la ajabu. Kwa jina langu ni la ajabu. Basi Manoa akamtoa yule mwanambuzi. Pamoja na sadaka ya unga. Na sadaka ya nini? Ya unga. Akamtolea Bwana hapo juu ya mwamba. Sasa nataka kumtolea nani sasa? Bwana. Huyo malaika akatenda la ajabu. Manoa na mkewe wakaangalia sasa. Kwa maana ikawa mara huo mwali wa moto ulipopanda juu mbinguni kutoka pale madhabahuni, huyo malaika wa Bwana akapaa katika mwali wa moto wa madhabahu. Kwenye mwali wa nini? Mwali wa moto. Nao Manoa na mkewe. Sasa Manoa na nani? Na mkewe. Wakaangalia. Wakapomoka nchi kifudifudi. Ndio. Lakini malaika wa Bwana hakumtokea Manoa tena. Ndio. Wala mkewe. Ndipo Manoa alijua ya kwamba. Akafanya nini sasa? Akajua ya kwamba ndiye malaika wa Bwana. Kumbe malaika wa Bwana. Muda wote tunaongea naye hapa, mimi nafikiri ni jamaa tu. Kumbe ni malaika wa nani? Wa Bwana. Endelea kusoma chiko. Manoa akamwambia mkewe. Manoa ndio sasa akamwambia mkewe sasa. Hakika yetu tunakufa sisi kwa sababu tumemuona Mungu. Tunakufa sasa. Yaani tunakufa. Kumbe mwanzoni Manoa alikuwa na ujasiri anaongea kwa hiyo sio vipi? Hebu tuambie bwana. Anajua ni nini tu? Ni jamaa. Ndio maana alikuwa na ujasiri. Unaongea tu. Lakini baadaye ya kutoa ile nini tu? Ile sadaka ile. Malaika akafanya nini? Akapapa mwali wa nini? Wa moto. Ndipo wakajua, kumbe malaika wa Bwana. Mama yangu, tunakufa mke wangu. Kwa nini tunakufa mke wangu? Maana imeandikwa. Hapo pia Manoa tena ametuongezea tena jambo lingine. Ametuongezea jambo lingine tena hapo mke wa nani? Wa Manoa na Manoa mwenyewe. Rudia fungu la mwisho linasema hivi. Maana anasema kuna kufa, kuna kumwona nani? Sio fungu. Manoa akamwambia mkewe. Hakika yetu tutakufa sisi. Kwa sababu tumemuona Mungu. Yesu asifiwe. Amen. Kumbe alikuwa ni nani? Mungu mwenyewe. Wala hakuwa malaika, wala hakuwa mtu. Alikuwa ni nani? Mungu mwenyewe. Wala hakuwa malaika, wala hakuwa nani? Wala hakuwa mtu. Alikuwa ni nani? Mungu mwenyewe. Huyo Mungu ndiye aliyemtokea kwenye Biblia. Sema kwenye Biblia. Huyo Mungu. Yaani Mungu mwenyewe maana ni Kristo. Ndiye aliyemtokea Gideoni. Ndiye aliyemtokea Manoa. Ndiye aliyemtokea Musa. Kwenye kile kinini? Kitu kinafanya nini? Kinawaka. Ndiye aliyemtokea Yakobo. Akamng'ang'ania nini? Akamng'ang'ania katika mieleka pale. Sasa watu wakafanya nini? Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea na akamshika nani? Yaani Yakobo akashindana mieleka na malaika wa nani? Sio kwenye Biblia inasema alikuwa ni Kristo mwenyewe. Alikuwa ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali mpaka hapo kwanza. Kama siendelea mbele kidogo. Naam. Swali amenyongeza tu. Yote sawa. Njoo huko mbele. Una swali? Una swali?
Sasa uliza swali. Nataka kujua hapa ni kufanya Manoa akasema akagundua kwamba aliyowatokea alikuwa ni Mungu. Ndio. Yaani kivipi sasa alifikia hatua kugundua sasa huyu si mtu wa kawaida, sio binadamu, ila ni Mungu. Yaani sababu ndio pelekea yeye hapa haya mazingira yanayotokea mpaka kugundua hiyo. Sawa. Umesikia swali hilo? Umesikia watu wa Mungu. Nini kilisababisha Manoa ajue ya kwamba huyu nani? Nani sasa? Nani? Ni ule moto wakati wanachoma sadaka, ule moto ulipowaka kwenda juu mwali wa moto, yule malaika, yule mtu naye aliingia humo, akaondoka na huo moto, akaishiria nao kwenda. Ndio wakajua kwamba si kawaida, ndio huyo ni Mungu, ni malaika wa Mungu. Umesikia habari hiyo? Baada ya ule mwali wa nini? Ule mwali wa moto ulipotokea pale, sadaka ile kufanya nini? Ilipotokea mahali pale, wakajua alikuwa kwamba huyu nani? Kumbe yule Mungu. Unajua mahali pale. Na habari hii tena, hebu nyuma kidogo, tungesha habari kidogo ya hapo kwenye zaidi. Hebu rudi Waamuzi sura ya 6. Waamuzi 6. Soma tena habari hii, Waamuzi sura ya 6. Tunapata hizi habari hizi. Fungu lile la 20. Anza kufunga kabisa la nani? Anzia fungu la ngapi hapa? Anza fungu la kwanza pale. Unaweza kuanzia fungu la 11. 11 inasema Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni. Ndio. Uliokuwa katika Ofra. Naam, hapo pia utakwambia wana Midia watu wa Israeli bisa Gideon. Ndio Uliokuwa mali yake Yoashi. Ndio. Mwambizieli. Ndio. Na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Ndio. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, ndio, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Wewe Bwana pamoja na wewe nani? Shujaa. Endelea. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Ndio. Yako wapi matendo yake ya ajabu? Ndio. Waliotuhadithia baba zetu, ndio, wakisema, ndio, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa. Sasa hapa sasa kama kitana bali nyingine hapa hivi. Bali nyingine hii tena leo ni mambo mengine. Gideoni yeye kwenda pamoja mkotea nani? Malaika wa nani? Malaika wangapi sema malaika wa Bwana? Bwana sifiwe. Malaika wa nani? Malaika wa Bwana mtokeni. Malaika wa Bwana. Simeandikwa hapo. Huyu malaika wa nani? Ni malaika wa Bwana aliyemtokea mahali hapa. Lakini yeye pia ana fungu fulani ndani yake. Yule alipokuja tofauti na yule nani? Ndio yule wa kwanza yule jamaa. Huyu amekuja kama nani tu kabisa? Malaika wa nani? Lakini pia alikuwa nani? Alikuwa ni Mungu mwenyewe. Sasa shukrani kwa kwa utamwona. Shukrani kwa kitu kidogo. Ndio kusoma hapo hiyo habari. Bwana akamtazama akasema, Bwana sikia kwa makini. Hebu anza hapo kidogo. Malaika wa Bwana fungu lile la 13. Naam. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Kama Bwana pamoja nasi, mbona mambo yote haya yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Ndio. Waliotuhadithia baba zetu, ndio, wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ndio. Ila sasa ametupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Ndio. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Yaani hapa mimi sijui hapo. Hivi malaika jina lake lingine wanaitwa nani? Wanaitwa Bwana. Bwana ni mungapi tu? Bwana ni mmoja tu. Hapa naambiwa malaika wa Bwana kufanya nini?
Akamtokea nani? Ndiyo, Gideoni hapo yuko sahihi. Maana yake yeye sasa moja kwa moja anatokewa kama nani? Yeye ni tofauti na kule. Ule wa kule alikuja kama nani? Kama mtu. Ila wa huku yule wa kule alikuja kama mtu, lakini kumbe ni nani? Ni Bwana. Sawa? Lakini kwa huyu kwa Gideoni alikuja kama malaika, lakini kumbe ni nani? Ni Bwana. Ndio maana sasa unaona kauli kwa faili inapokwenda hapa. Ndio kupata kwa chini yake. Je, si mimi ninayekutuma? Bwana akamwambia, sio mimi ninayekutuma. Akamwambia. Sio malaika akamwambia. Bwana akamwambia, sio mimi ninayekutuma. Akamwambia. Bwana, nitawaokoa Waisraeli kwa jinsi gani? Nitawaokoa Waisraeli kwa jinsi gani? Tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana. Katika Manase. Na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani. Malaika akamwambia. Bwana akafanya nini? Bwana akamwambia. Fungu la 19 endelea. Basi Gideoni akaingia ndani. Sasa Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwana-mbuzi. Mwana-mbuzi na mikate isiyotiwa chachu. Na mikate isiyotiwa nini? Chachu. Ya malaika kama ndio sadaka. Sawa, mikate isiyotiwa nini? Chachu. Ya efa ya unga. Akaitia ile nyama katika kikapu. Akaitoka katika nini? Kikapu. Akautia mchuzi katika nyungu. Katika nini? Katika nyungu ule mchuzi. Akamletea hapo nje. Akamletea hapo wapi? Nje ule malaika. Chini ya mwaloni. Akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia. Malaika wa Mungu akamwambia, si habari za kweli. Itoe Bwana. Malaika wa nani? Wa Mungu. Malaika akamwambia, itoe hiyo nini? Nyama na mikate isiyotiwa chachu. Mimi si wala sili kwenye mabakuli. Lugha fupi ya hivi. Yaani mimi wasili kwenye manini? Kwenye mabakuli kama ya kwenu hayo, itoemo humo. Uifanye nini? Uiweke juu ya mwamba huu. Weka juu ya mwamba huu. Ukaumwage huu mchuzi. Alafu mchuzi umwage juu ya mwamba. Akafanya hivyo. Ndipo malaika wa Bwana akanyoosha ncha ya fimbo ile. Ni yule wa wapi? Kwa nani? Kwa Manoa. Akanyoosha nini? Akanyoosha ncha ya fimbo yake. Ile aliyokuwa nayo mkononi mwake. Ndio. Akaigusa ile nyama. Na ile mikate. Moto ukatoka mwambani. Akaiteketeza ile nyama. Ile nyama. Na ile mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Ndio. Gideoni akaona ya kuwa. Gideoni sasa ndipo akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Ni malaika wa nani? Wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu. Bwana Mungu. Kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Nimemwona nani? Bwana uso kwa nini? Nimemwona Bwana uso kwa nini? Uso kwa uso. Bwana akamwambia. Amani iwe pamoja nawe. Jamani? Usiogope, hautakufa. Utafanya nini? Utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo habari hiyo ndio iko katika namna gani? Hiyo kwa mtindo huo. Ukisoma hapa na Biblia ambayo imetafasiri na maelezo fulani kutoka kwa Kiebrania, imesema hivi. Maelezo ya malaika wa Bwana. Tazama malaika. Na tunasema mambo moja ambayo tunaanza tu habari ya nini sasa? Tunasema tu hapa ambayo malaika. Malaika ni nini? Sema tazama malaika. Tazama malaika wa Bwana. Katika kamusi unaona mwishoni mwa Biblia. Unaona sema katika fungu la 22 ambapo tulikuwa hapa tumesema fungu la 22. Hiyo 22 ambayo sema kwamba Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa nani? Wa Bwana. Unaona anasema hivi, malaika wa Bwana anafahamika kuwa ni Mungu mwenyewe. Wewe kwa Mungu namna gani? Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Nimeapatia mambo hapa nini? Ndio unabii. Kwa unaweza kusema fulani anaitwa malaika wa nani? Iko sehemu nyingi kwenye Biblia. Hata yule ambaye alienda kwa Ibrahimu. Unakumbuka kisa kile? Pia alikuwa ni nani yule? Alikuwa ni Kristo mwenyewe pia. Bado yule. Ile anaitwa malaika wa nani? Malaika wa Bwana. Lakini alikuwa ni nani?
alikuwa ni Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Nataka swali mniongeze. Kwa nini wasomo sasa? Ila unapoangalia swali au niongeze, kumbuka ya kwamba hata wewe leo Biblia imeandika katika Waebrania kwamba msisahau wafadhili wa nani? Maana kuna wengine wamewakaribisha wa nani? Bila kufanya nini? Bila kujua. Yaani kuna watu msiache kufadhili wageni, kukaribisha wageni. Wewe ni mgeni kama sinamfahamu ni fulani. Kuna wengine walikaribisha malaika bila kufanya nini? Bila kujua. Ina maana nini? Watu wa Mungu wametokea na wanani? Na malaika mara nyingi bila kujua. Sio kama ni mtu lazima mtembelea hapa mgeni. Tuko naye wali. Mgeni kwa kutembelea. Alafu ndio tutaka adhihirisha. Biblia inatuambia msisahau ufadhili wa nani? Wageni. Kuna wengine walikaribisha malaika bila kufanya nini? Bila kujua. Na uenda mwaka huu umekaribisha malaika bila kujua. Na uenda mwaka huu utakaribisha malaika bila kujua. Uenda umekaribisha bila kujua, na uenda utakaribisha bila kujua. Na uenda utaongea naye njiani. Bila kufanya nini? Bila kujua. Na unaongea tu na mtu kumbe nani? Malaika ambao unaongea naye tunapiga sauti fulani hivi. Wako na hata kwa mtu watu wasome pia Biblia pia wako watu wa jinsi hivi. Kwa naongea. Simoja mwingiza ametufundisha tutaingia huko tena baadaye kidogo. Yesu akiwa anaelekea njia ya wapi? Njia ya Emau. Sasa kuna watu wangapi? Wanasemezana habari ya nani? Wako wangapi hapa sasa? Wako wangapi? Wako wangapi? Wanatembea. Si wanatembea? Unamwambia nini Yesu? Wanaongea basi kuna mtu mmoja. Vipi yeye? Wewe kama mna huzuni hivi. Mungu ni wa wapi? Wewe hujui. Kisha nini? Kisha tokea hapa. Kuna mtu mmoja mkubwa sana wanafanya nini? Wanamuua mtu mmoja mkubwa sana ambaye tena sasa huyo mtu tulikuwa tunategemea ndio awe nani? Mfalme wetu, mwokozi wetu. Wakuu wetu wanamuua Mafarisayo. Makuhani wetu wanamuua huyo mtu. Sio mimi poleni sana. Unafanya nini tu? Unatembea. Lakini naomba fungu nisome kidogo. Ina maana yake fulani hapo ndio mchangie sasa. Soma ile fungu la maana sana. Pale mwishoni pale. Niko Luka. Soma ile fungu ile pale mwishoni kidogo hapo. Naomba mfanye msingi fulani hapo. Luka 24. Fungu lile la 13. Sawa, ndio kwa Mungu. Natazama. Siku ile watu wawili miongoni mwao. Ndio. Walikuwa wakienda kijiji kimoja. Wanaenda kijiji na magari? Kimoja. Na jina lake Emau. Kilichokuwa mbali na Yerusalemu. Ndio. Kama mwendo wa saa 2. Ndio. Nao walikuwa wakizungumza wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ndio, wanasembea tu. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao. Ndio. Yesu mwenyewe alikaribia. Na yeye jamaa mwingine kwa safari yao kaungana na jana yeye na yeye msafiri mwingine. Jamaa sio Yesu. Amesemaje hapo mwandishi? Amesema kwamba mtu mwingine. Alikuwa sahihi. Unaona sasa Biblia unaona sasa hivi sasa. Mtu hiyo ndio sahihi sasa. Mtu namna gani? Maana hao watu bado hawajajua ni nani? Ni Yesu. Kwa anaitwa mtu tu mwingine. Kwa habari ya Yesu alipotafanyika mbele kwa nini? Mbele ni huko. Ila hapo ni mtu. Endelea kusoma. Hiyo ndio Biblia sasa. Anasema kwa sisi wote tunaosoma hapa tunajua kwa nani? Kuwa ni Yesu, maana tayari habari imeshakuwa nini? Imeshakuwa wazi, imeshaeleweka siku nyingi tunajua ni Yesu. Lakini hao walio kwa live hawajui ni Yesu. Sisi tunaoandikiwa baadaye habari imeshaeleweka tunajua ni Yesu. Endelea kusoma. Yesu mwenyewe alikaribia. Yesu mwenyewe alikaribia mahali. Unaona nani? Yesu mwenyewe. Huyo nani sasa huyo sasa? Huyo mwandishi sasa. Anasema Yesu mwenyewe alifanya nini? Kwa mwandishi yuko sahihi, Yesu mwenyewe alikaribia. Lakini wale watu wenyewe ni jamaa tu walikaribia msafiri wenzao. Endelea kusoma mtu. Macho yao yakafumbwa wasitambue. Wakafumbwa wasifanye wasitambue. Akawaambia, hawatambui. Akawaambia,
ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wanatembea kabisa. Ndio kwa vile ni wapagani sana hao wetu wa Mafarisayo. Mnaongea mambo gani? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Alafu kamkaza, unayemkazana nani tena? Wakamfunzia nyuso yani Yesu. Yani hivi ndio maana wewe nafikiri sisi watu wanaweza kumkamata nini? Ina maana wewe yani akajibu mmoja wao jina lake Kleopa. Kleopa akajibu akasemaje? Akamwambia, "Je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu?" Hivi ina maana Francis ni nani hilo? Hilo si la karipio ndani yake. Yaani Francis kwa sababu unajua kuna mtu wa Mungu. Ina maana wewe peke yako ndio mgeni hapa? Yaani maana swali la nini? Ni la karipio ndani yake, la karipio ndani ya swali hilo, la nani hilo? La jibu hilo au swali hilo. Wewe ndio maana wewe mgeni. Hata huyajui yaliyotukia. Yaani hujui tunatokea hapo hujui. Akawauliza mambo gani? Mambo gani? Akamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti. Mambo ya Yesu wa wapi? Nazareti. Na Yesu ndio yuko wapi? Yuko hapo. Endelea kusoma. Aliyekuwa mtu nabii. Naam. Mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Ndio. Tena jinsi wakuu wa makuhani. Wakuu wa nini? Wakuu wa makuhani. Na wakuu wetu. Waliomtia katika hukumu. Waliomtia nini kwenye hukumu? Wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa. Ndio. Yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Tulikuwa tunategemea kwamba huyu sasa ndio atawakomboa wa nani? Israeli. Zaidi ya hayo yote. Leo ni siku ya tatu. Mungu alipotendeka mambo hayo. Ndio. Tena wanawake kadha wa kadha kweli. Walishtusha. Mtushtusha ndio. Waliokwenda kaburini asubuhi na kuta hayupo. Wasione mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema ndio kwamba yu hai. Na wengine walikuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale malaika walivyosema. Ila yeye hakumuona. Akawaambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito wote walioyasema manabii. Je, haikumpata Kristo kupata mateso haya? Kwani nyinyi mbona muamini si kwa maneno ya manabii kwamba Yesu Kristo lazima ateswe? Na kuingia katika utukufu wake. Ndio. Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Ndio. Wakakaribia kile kijiji. Sasa muda huo hawajajua sasa Yesu kama vile ni jamaa fulani tu ambaye anajua unini unabii. Kama hivi nyinyi wale waheshimu wa Mungu maana hawajaweza kusoma unabii. Sio mtu msema ilikuwa lazima aje afe. Ilikuwa lazima aje afe mtu msema. Sasa huko wanafanya nini? Sasa wakashapa kwa nini sasa? Kwenye kile ndiye sasa hao waingie waachane sasa hapo. Hapo ndio kwenye nini sasa? Uwe makini hapo soma sasa hapo. Naye alifanya kama anataka kuendelea. Akafanya kama vile anataka nini? Kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema una bahati. Kaa pamoja nasi. Wakamshawishi wakisema kaa pamoja na nani? Nasi. Kwa kuwa kumekutwa. Maana kumekutwa. Na mchana unakwisha. Mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Akaingia ndani mezani wakakaa nao sasa. Ikawa alipokuwa ameketi. Alipokuwa ameketi mezani. Alitoa mkate akaubariki. Wamwalika nani tu yani? Mgeni tu mtu tu yani kuja kuleta chakula cha mchana siku ya Sabato. Mgeni tu. Wameketi pale mezani, akachukua nini sasa pale? Mkate akaumega, endelea. Akawapa. Akafunguliwa macho yao. Wakamtambua. Ndio wajua kama yeye. Baada ya kumega ule nini? Mkate akaubariki. Mkate wako hapo. Kumbe Kristo kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu? Mioyo yetu haikuwaka ndani yetu. Alipokuwa anasema sisi pale njiani. Kutufunulia maandiko. Mambo yote bwana alitoka sana nini na quotation. Hatukujua mambo kama haya. Wakaondoka saa ile. Unaona? Wakarejea Yerusalemu. Na kugeuka wapi saa hiyo? Yerusalemu kwa jamani tumemwona tumekula naye. Lazima kweli. Yesu asifiwe. Hakuja habari ya usiku. Na ugeuka saa hiyo. Hata
chakula hawakule. Nikugeuka haraka kwa mtume wake nani? Wakina Petro huko. Wakawakuta wale 11. Tukisha mahali pale. Hiyo ndio maana ya kwamba usiache kufanya nini? Wewe unatembea huko njiani, unatembea na mtu, wewe tenda mema. Huko chuoni wewe tenda mema. Huko kazini kwako wewe tenda nini? Wewe unamjua kama ni fulani, wewe tenda tu mema. Kaza wewe tenda tu mema. Ukisema kwa tumeni nani hapo hivi? Atumeni ile ya zamani. Najua ndio hapo imeandikwa. Ndio ile zamani. Ukurasa wa 26, ukurasa wa sura ya 24. Kitu jambo fulani usikie kwa makini hapa hivi. Sura ya 24. Kama mambo fulani ambao watu waliapologa. Sura ya 24. Nipe hapa jamani. Sura kijapa fulani ndogo hapa hivi. Sasa mtangizi kwa tangiaje hapa. Sura ya 24 kuna point moja hapa inasema hivi. Tumaini. Je, huyu si mwana wa seremala? Sawa? Sema moja inasema hivi. Sawa? Aha, inasema hivi katika kwa kina habari hii. Tumaini sura ya 24. Aha, wakati wa ujana wake Yesu alikuwa akishiriki kuabudu pamoja na ndugu zake katika sinagogi la Nazareti. Wana mtu hapa? Pesa ngapi tu yani? Ndio kama huyu fulani, sio ndio huyu mtu ambaye ni kisa na kuja kuabudu hapa. Tunafahamu ni fulani. Sasa kwa makini habari hii ndivyo ya ajabu. Wakati wa ujana wake Yesu alikuwa akishiriki kuabudu pamoja na ndugu zake katika sinagogi la Nazareti. Wakati alipoanza katika kazi yake alikuwa haonekani hapo tena. Lakini alipoonekana sasa, matazamio yao yalikuwa tofauti. Hapo palikuwa na watu waliofahamiana tangu mtoto wake. Sawa? Mama yake, ndugu zake, dada zake wote wapo. Wanyumbani kabisa, wote wapo. Alipoingia katika sinagogi na kutafuta mahali pake kama kawaida, wote walimtazama ikiwa ni siku ya Sabato. Kama ya leo tu, amerudi kama safari fulani. Amerudi tena. Kwa tunamjua ni nani? Ilikuwa tunamjua mwalimu msuli kwa jamaa nasa na amerudi. Tunamjua ni Amoni huyu. Tunamjua ni Kusungu alikuwa ameondoka kwa siku tatu tumemwona. Maana aliondoka Kristo. Wanafahamiana kama huyu nani? Tunamjua kabisa ni fulani. Sasa akaondoka tena kufanya kazi baadaye kwa nini? Akarudi pale. Ndugu zake wote wako hapa wanafahamiana hivi yani. Sio kwa makini habari hii. Hapa siku ya nini? Ya Sabato, sawa? Alipoingia katika sinagogi na kutafuta mahali pake kama kawaida, wote walimtazama ikiwa ni siku ya Sabato. Katika ibada, katika nini sasa? Jambo la ajabu hili hapa. Katika ibada, mzee wa kanisa aliwasisitiza watu wadumu kuwa na tumaini la kumtazama Masihi ajaye, ambaye ataleta utawala wa fahari na kuwaondoa katika uzio wa kusumbuliwa na Warumi. Aliwakazia wasikilizaji wake wazidi kumtazamia Masihi ambaye kuja kwake kumekaribia. Alimwambia kuwa atakuja na mamlaka ili kuwakomboa Waisraeli. Mama yangu. Mzee wa nini hapo? Anatoa nini yani? Pesa ya nini? Ya kanisa. Jamani watu wangu hamjambo. Tuendelee kujitakasa. Maana Yesu sio muda mrefu atafanya nini? Atakuja kuzaliwa. Hiyo ndio nani? Yaani yuko huko amekaa muda mrefu azaliwa yuko amekaa muda. Bwana sifiwe. Na ndugu zake wako wapi? Sema Yohana sura ya 8. Unaona? Anasema hivi. Wakati Rabi sio kama kile hapo. Wakati Rabi alipokuja, alikuwa akitazamiwa kuhubiri. Na Mwisraeli fulani asome maandiko ya manabii. Kwenye Sabato hii, kwenye nini? Kwenye Sabato hii, kwenye nini? Kwenye Sabato hii, Yesu ndiye mhubiri. Hata wafanye nini kabisa? Hawajui kama ndio Yesu. Yaani ndio nani sasa? Kwenye Sabato hii Yesu ndio nani? Ila unamjua kama huyu Yesu kama baba. Kama nani pale? Tunafahamu kama fulani pale. Kumbe wana Mungu yuko hapa. Yuko pale pale Mungu. Wako naye pale pale.
na ndio mhubiri siku hii. Na ndugu zake wako hapo, mama yake yuko hapo. Unajua niwaambie wengi hata Mariamu alikuwa anajua mwanae ni nani? Ni kama ni mkombozi, alikuwa ajui. Yaani aliyemzaa Mariamu alikuwa hajui. Kama nimezaa nani? Sasa aliambiwa na malaika wa Bwana kama hivi. Aliambiwa kwamba utazaa sudi aliambiwa mwanzo pale. Baada ya kumzaa tu, sawa? Imani ilifanya nini tena? Iliondoka. Soma mahali hapa, soma Biblia hapa. Funga kwa kuanzia hapo, unaona nani kwa. Naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Aliona hapo. Ndio aliona. Au ndio kusoma kana. Soma mahali pale, soma. Ndio, soma yana hapo. Nione hiyo nani? Ndio kuja hapa kuona hiyo nani. Kuna pale. Kuna habari fulani. Hebu ndio. Basifiwe. Tunafunga hapo nataka nikupatia hapa jambo la msingi tu hapa ndio moja hapa hivi. Kumi na mbili inasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kama. Soma na nini? Sio hapo. Na kweli moja hapa hivi. Kwa sana ni mjanja kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Moja hapa msingi tusome hapa kidogo. Hapo kwa mahali pale msingi. Sura ya 7. Sura ya fungu la kwanza. Hiyo Yohana hii. Soma mahali pale. Yohana 7 fungu la kwanza. Naam, soma mahali pale. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Ndio. Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Ndio. Kwa sababu ya Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Ndio. Na sikukuu ya Wayahudi, naam, sikukuu ya vibanda, ndio ilikuwa karibu. Ilikuwa namna gani? Karibu. Basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa uende Uyahudi. Uende wapi? Uyahudi. Wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya. Ndio. Kwa maana hakuna mtu afanyaye neno kwa siri. Ndio. Naye mwenyewe ataka kujulikana. Ndio. Ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. Ndio. Maana hata nduguze hawakuamini. Maana nani? Nduguze hawakuamini. Maana hata nduguze hawakumwamini. Maana hata nani? Ndugu zake walikuwa wafanya nini? Walikuwa wamwamini ndugu zake. Japo kwa naye alikuwa wafanya nini? Hata mama yake alikuwa anampokea. Wewe unakubuli wewe mtoto. Unapiga sana nani maraka. Unapiga walimu wa nini? Wa dini. Unaona? Na ndio maana kwa walipata Yesu walibaki ndani ya nini? Wakaanza kufanya kumtafuta. Sasa mama hapana amjua kama nilifanya nini? Niwe kwenye nyumba ya nani? Ya baba yangu mahali hapa. Bwana asifiwe. Ujumbe wangu ni kwamba tu tenda mema. Huenda ukawa unamuona mtu unayemwona kama binadamu, lakini kwa nani?
ni malaika wa Bwana. Mzee wa kanisa anasoma matangazo ya kanisa, wanawaambia watu wajiandae kumlaki nani? Wajiandae kumpokea Yesu atazaliwa. Yesu atazaliwa siku nyingi, na siku hiyo ndio nani? Ndiye mhubiri, siku hiyo ndio mwalimu. Mjapo watu wa Mungu. Sasa nimeongea mambo mengi sasa. Hao ndio wanatembea kwenda wapi? Emau. Unaongea habari ya nani? Unatembea tu. Tembea tu. Unaongea naye kumbe ndiye nani? Ndiye Yesu. Nataka kusema maswali yameongezwa. Maswali sasa yameongezwa si wakati wenu sasa. Naam, karibu. Maswali sasa yameongezwa sasa, karibuni sasa. Ili hapo tumefika mwisho. Ninakushukuru kuongeza kulingana na somo ambalo limekuwa na mguso sana. Kwenye ukarimu ndipo Mungu huwa anajitokeza wazi, kama ambavyo tumeona hapa. Ni kweli iko hivyo kwenye kutoa peke yake sehemu zote. Katika matendo ya ukarimu pote ndipo Mungu alionekana. Hapo kama tulivyoona hiyo njia ya kwenda Emau, wale jamaa wangekuwa wachoyo. Yaani ingetokea tu wale jamaa ni wachoyo, walikuwa hawamuoni. Kwenye roho ya unabii amesema hivyo hivyo kabisa. Yaani ingetokea tu ni wa binafsi, alikuwa anaenda na wala wangebaki na historia kwamba tuliokutana na jamaa fulani hivi na hivi. Ilikuwa kisema wao unabii ndio jamaa. Alikuwa anafafanua sana, kumbe ndo alikuwa mwenyewe. Hapa tunajifunza kwamba kwenye matukio hayo ya ukarimu yako mengi mno kwenye Biblia. Hapo tu pekee ndio Mungu alifanyaje. Hii inahusu watu wote, watu wa namna zote, watu wa uchumi wa kati, watu wa uchumi wa juu na wale maskini kabisa. Wote magrupu yote. Wengine wanasema kwamba mimi uwezo ni mdogo. Hakuna. Pale kile kulingana na size ulionayo. Utoe hivyo hivyo. Mimi nashangaa kuna wakati eti hatutoi. Tunasema kwamba si hali ni ngumu mno. Hakuna. Hicho yani size ile iliyopo. Toa hiyo.